Kwa jina anaitwa Salim Jumbe, ni mwenyekiti wa usafirishaji Tanga chini ya MUWATA. Ni kwamba leo kumetokea hii hali ya usitishaji wa huduma daladala kwa madereva ambao wao wameweza kufanya mgomo huu. Lengo makusudio ni kutaka kushindikiza serikali katika swala la upandishaji wa nauli. Sisi kama chama ni kwamba baada ya tarehe 1 kupanda kwa mafuta tuliweza kufanya mawasiliano na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini na kueleza kero, lakini kikawaida sisi huwa hatuongei kwa mdomo. Tukaweza kuandika barua ya kuweza kutoa mapendekezo ambayo baada ya kupeleka katika ofisi ya LATRA mkoa wakasema kwamba wao hawana mamlaka ya kupandisha nauli, lakini kimsingi ni kwamba malalamiko ama ushauri wote unaenda katika mamlaka kuu ambayo kumpelekea mkurugenzi wa LATRA. Hatukusita, tarehe 2 tuweza kuandika barua kupeleka kwa mkurugenzi wa LATRA juu ya upandaji wa mafuta, lakini mapendekezo tukapendekeza kwamba watuongezee na angalau nauli kufika 800 kutoka kwenye 600 na 800 kutoka kwenda kwenye 1000. Sasa na vile tukasisitiza pia mamlaka zinatakiwa juu ya kwamba upandaji wa mafuta, kutokana na kero tulizonazo imekuwa daladala sisi Tanga hatuna mzunguko. Pia katika msisitizo tukawashauri mamlaka basi waweze pia kudhibiti bajaji, kwa sababu bajaji zimefika sasa hivi zinafanya kazi za daladala. Kwa hiyo unapopata kero moja basi kuna kero zaidi ya 2 ambazo zinazozuia mzunguko wa daladala. Lakini hilo hatukuishia, tukaweza kuwataarifu wamiliki pamoja na baadhi ya wawakilishi wa madereva, tukafanya nao kikao tarehe 3. Lengo ni kwamba kuwaeleza jinsi ya mpasuko au upandaji wa mafuta nini kifanyike. Baadhi ya wamiliki walitoa ushauri wao, ni kwamba walitaka wao wasisitize kwamba hisabu yao ibaki pale pale, lakini nao wafanyaji kazi ambao madereva na makondakta waliomba kama kutokana na kipindi ambacho wanasubiri mamlaka kutoa maamuzi, basi at least wamiliki wapunguze nauli, lakini hiyo haikuweza kupata mwafaka. Mwafaka ule upatikana, sisi kama uongozi tulikubaliana kwamba tusubiri tarehe 8 baada ya kikao cha wadau wote wasafirishaji Tanzania, tusikize mamlaka itatoa maamuzi gani. Lakini hiyo haikufikia hapo. Sisi kama chama tuliweza kutoa mwakilishi kwenda Dar es Salaam kwenda kuelezea kadhia na mapendekezo yetu yale ambayo tulioyatoa. Lakini baada ya kikao kile cha tarehe 8 mamlaka ya usafirishaji ni kwamba walitoa siku 14, wiki 2 kwa ajili ya kutoa tamko. Sasa tukarudi kwa wadau kuwaeleza mamlaka kilichoamuliwa. Sasa kutoka hapo ikawa kuna minong'ono hivi, lakini kikubwa wafanyakazi ambao madereva na makondakta wao walichosema kwamba wameshindwa kuendelea na huduma kutokana na jioni hawapati kinachobaki, fedha zote naenda kwenye mafuta, na vile wamefika wamegombana pia baadhi na wamiliki kutokana nini kile wanachokipeleka. Sasa sisi kama chama hatukuishia hapo. Jana walitutaarifu kwamba kuna mgomo. Sisi tukaweza kufika stendi kuwauliza, lakini wajua mtu anapopanga chake ni kwamba amechoka. Lakini walikututhibitishia kwamba watafanya mgomo leo. Walituthibitishia kwamba wapo kwenye mpango wa kusitisha huduma. Sawa? Lakini tulivyokaa nao baadhi walikuwa wamesema kama serikali itawasikiza kilio chao, wao wako tayari kuendelea kutoa huduma. Lakini leo tumeamka asubuhi kama hali unavyoona mtangazaji, wameweza kuzuia magari kutembea. Sisi kama chama tumeweza kufanya jitihada ya kuwashawishi, lakini kikubwa wao wanachosema ni kiwa endapo kama serikali itaongeza hata sasa hivi nauli, wao wako tayari kuingia barabarani. Kwa majina naitwa Mbwana Boko Hariri. Nilikuwa nikiendesha magari ya Mbogani, lakini miezi 6 nyuma nimetoka Dar es Salaam kuendesha daladala na nimerudi huko nyumbani. Na ni miongoni mwa harakati wa madereva mkoa wa Tanga. Kwa nini daladala zimefanya mgomo kwa sababu? Yes, daladala zimefanya mgomo kwa sababu mafuta yamepanda 40%. Kama mafuta yamepanda 40%, ina maana kwa tafsiri moja ama nyingine hesabu za magari ziko pale pale. Kwa hiyo unakuta mtendaji wa kazi, dereva ama kondakta ndio anaumia. Sababu tajiri haumii. Sababu alfabeti yake inakuja na mwananchi anasafiri. Kwa hiyo anayefanya kazi dereva hana impact na hizi kazi. Kwa sababu yeye hapati chochote. Kwa sababu hela nyingi ambayo ni posho ile ya kujikimu inaenda kwenye mafuta. 40% iliyopanda katika diesel. Na hesabu ya magari iko pale pale. Anaumia ni dereva. Kwa hiyo mgomo huu, jambo hili si mgomo labda wa kudipu. Hili ni jambo endelevu la moja kwa moja. Hili ni jambo endelevu la moja kwa moja, tubipwa, hatujabipwa.
sababu hawezi kufanya kazi ambayo anayefanya kazi apate maslahi. Mafuta yamepanda asilimia 40 kutoka 2,800 mheshimiwa mpaka 3,800. Kwa hiyo ni mtihani sana, huwezi kufanya kazi wanao unaenda hivi hivi. Kwa jina maarufu ni Kamanda Mnyama ndani ya Mwembe Mawazo. Mimi maoni yangu ni kwamba serikali inatakiwa ituone huruma kutokana na jinsi ya mafuta yalivyopanda bei, kwa sababu wananchi wanateseka na wananchi ndio serikali. Inatakiwa serikali kama serikali itujali sisi wananchi, ili ingalawa na sisi tuweze kuwa na imani na serikali yetu. Kilio chetu kikubwa kwa serikali, watujali kutokana na hii hali ya mafuta, maana abiria kwanza pia wanaadhirika, na sisi kama bodaboda tunafanya hizi kazi, lakini ina maana pia tunaona huruma wenzetu ambao wanatembea miguu kutokana na hali ya uchumi wa mafuta ndani ya nchi. Kwa jina naitwa Mwina Kaduguda, ni kama mwenyekiti wa bodaboda kata Ngamiani Kati. Kupanda kwa bei ya mafuta imetuathiri kwa asilimia 99, na imetuathiri kwa sababu mafuta yanapopanda bei ya usafirishaji, sisi kama maafisa wa usafirishaji inatakiwa tuongeze bei, lakini changamoto inakuja kwa hawa abiria wetu ambao tunawachukua. Kama mtu alikuwa unamchukua kutoka hapa kwenda Mwembe Mawazo shilingi 1,000, unapomweleza 1,500, 2,000 ni ngumu kukuelewa. Kinachonishtua na kinachonipa mashaka ni kwamba tokea saa 12:30 asubuhi hakuna haisi hata moja. Kuna wanafunzi kutoka Neema, Pongwe, Mwahako, hawa watoto wanatembea kwa miguu kwenda mashuleni, wengine pia wamebidi warudi majumbani, na mpaka sasa hivi hapa hakuna hata kiongozi yoyote wa serikali ambaye ameshafika hapa kukutana na viongozi wa daladala. Na kinachoumiza zaidi ni kwamba hapa unavyoona bodaboda hapa, sisi tunategemea haisi za kutoka Kange, Pongwe zije zishushe hapa. Tumekaa tokea asubuhi mpaka saa hizi hapa, hakuna haisi iliyoingia hata moja. Je, utampakia nani? Jibu ni kwamba hakuna kumpakia. Naitwa Bwana Harusi Ramadhani Shekibula. Sasa hivi sisi tumetoka nyumbani tukijua barabarani kuna gari. Tufika barabarani hamna gari. Tukabidi tutembee. Tumetembea tufika mbele kukutana bajaji. Tukasimamisha tuambia mpaka mjini 1,500. Ikabidi tupande kwa sababu tuna shida, maana hapa nipo naenda hospitali. Kwa sababu ina maana kama hivyo umetuasili kama hivyo, ina maana haisi zimegoma kutokana na mafuta yamepanda bei.